بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 13 من شهر الله المحرم mwaka 1443 katika darasa ya kitabu كفاية المتعبد وتحفة المتزاهد للحافظ المنذري رحمه الله تعالى بشرح فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله. Tulianza katika kikao kilichopita hadithi ya kwanza chini ya mlango fadlu duai wa dhikr. قال رحمه الله: روى النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. ثم قرأ: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. تكسوما شرح لما يليزو الشيخ عبد الرزاق حفظه الله. tukabakisha sehemu ambayo Sheikh حفظه الله wasema baada ya kutaja cheo kikubwa cha dua mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, qala: wa idha ulima مكانة الدعاء ومنزلته من هذا الحديث وغيره من نصوص الشريعة. ikiwa ishajulikana cheo kikubwa cha dua na daraja yake ya juu katika hii hadithi na nyinginezo katika nusus, wa annahu a'la al-ibadat sha'nan, na kuwa dua ndio ibada ambayo jambo lake liko juu zaidi. fayajibu an yukhlasa lillahi subhanahu wa ta'ala أو فيجب أن يخلص لله سبحانه وتعالى وأن يفرده به. سنواجب juu ya mja kumtakasia Allah subhanahu wa ta'ala ibada hii ya dua na kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala katika dua. fala yud'a illa Allah, asiombe yoyote isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. ولا يسأل إلا الله ولا يستغاث إلا به جل في علاه. hata katika dhiki na majanga asiombe yoyote msaada isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. ولا يتوجه بالدعاء والطلب إلا إليه, wala watu wasielekee katika dua zao na kuomba kwao kwa yote asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. fa inna da'wata ghayrihi waliltijaa ila ghayrihi min a'zami ad-dalali wa ashna'ihi, kwa sababu ibada ya dua kumpelekea asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala yote yule, iwe ni jua, iwe ni mwezi, iwe ni wali katika mawali wa Allah, iwe ni malaika, iwe ni mtume katika mitume wa Allah, yoyote yule ukimpelekea ibada ya dua, basi huu ni upotofu mkubwa muovu, hakuna mfano wake. Na hili Allah subhanahu wa ta'ala amelieleza katika kitabu chake, حيث قال سبحانه وتعالى:
ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. na ni nani mpotofu mkubwa zaidi kuliko hao wanaowaomba kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala, watu ambao hawatawaitikia maombi yao mpaka siku ya kiyama, wakakaa wakaomba mpaka kiyama hawaitikii, bali wahum an duaihim ghafilun, na wala hawatambui maombi yao, hawajui kama waomba. Ukaenda kwa maiti ukawa muomba maiti pasi na Allah subhanahu wa ta'ala, wamuomba kesho muombe, kesho kutwa muombe, mpaka siku ya kiyama hakuitikii chochote katika yale unayoyaomba, na wala hajui kamwe kama wewe wamuomba. Hivi tuulize swali hapa, nani anayetoka njia hii aya min dunillah au min dunihi? waman adallu mimman yad'u min dunillahi, ni kiumbe kipi ambacho chatoka njia hii aya? Tuseme sasa isipokuwa huyu yafaa kumwomba, yuko mmoja tuonyesheni. Kwa hivyo ukituambia kwa mfano wali fulani yuwafaa kuomba, tutakuuliza huyo ni Allah ama min dunillah? Ikiwa ni min dunillah, basi we mshirikina, kama hivi aya inavyozungumza. Simafahamu. Ukiniambia kwa mfano pale Sargoi kuna kaburi lafaa kuombwa, maiti yafaa kuombwa pasi na Allah, tutakuuliza swali, huyo ni Allah ama ni min dunillah? Ukisema ni min dunillah, basi ndiyo hii aya ya kuzungumzia wewe. Hata ukavaa kofia na kanzu, ni wewe ndio unayekusudiwa hapa, na wengineo wanaomshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuwaomba wasiokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Msifichane mkapakana mafuta kwa nyuma ya chupa, ukaona kuwa eti nikienda nikifanya ibada Sargoi kwa vile mimi navaa kanzu na kofia itakuwa sawa, ama nikienda Makinan Road itakuwa sawa, ama nikienda Mamrui itakuwa sawa, ama nikienda Lamu itakuwa sawa kuwaomba wale maiti. Nyote mwaomba min dunillah man la yastajibu lahu ila yawm alqiyamah wa hum an duaihim ghafilun. Hata wajui kama muomba. Usiende kujisumbua ukamdidia asiyekuwa Allah, bali Allah subhanahu wa ta'ala endelea kusema wa idha hushira an-nasu kanu lahum a'daa, na wale wanaowaomba ni wale ambao watu watakapokusanywa siku ya kiyama mbele ya Allah watakuwa maadui zao. Sinyimo wachukulia hapa ndio miungu yenu mnayoomba, kule watawageuka. Thumma yawm alqiyamati, hiyo siku ya kiyama, yakfuru ba'dukum bi ba'd wa yal'anu ba'dukum ba'dha, kila mmoja atamkanusha mwenzake, tena atamlaani, kila mmoja atamlaani mwenzake. wa kanu bi'ibadatihim kafirin, na wataikataa hiyo ibada mnaowapelekea. Allah hapa akaweka wazi kuwa wale wanaowaomba wasiokuwa Allah subhanahu wa ta'ala ni kuwa wamepeleka nini? Ibada kwa wasiokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Pamoja na kuwa hizi aya ziko wazi, lakini waweza kushindwa wewe. Bado kuna watu, yani waislamu, kisha waomba maiti, bado wamo tu wengi sana. Sallallahu alaihi wasallam. Kuna ukiwaambia jeuri waliokuwa nazo, uwawezi zile jeuri wanazokuwa nazo na madhara waliokuwa nayo, wallahi utashangaa. Lakini mujtamaa wetu waangalia wale watu wa haki, kisha wakasema angalia wale wajeuri kweli, wale hivi na hivi watukana watu.
upande wa pili hamuangalie yale maneno yanayotoka kwa wale washirikina. Sasa wale wanaoomba wasiokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala sema, qala subhanahu wa ta'ala, qul ud'u alladhina za'amtum min dunihi fala yamlikuna kashfa ad-durri 'ankum wala tahwila. Sema, waombeni hao mnaowadai badala yake Allah subhanahu wa ta'ala, hawawezi kukuondoleni madhara. Hatuonyesheni yoyote anayeweza kuondolea madhara basi na Allah, hawezi. Wala tahwila, wala hawawezi kuyaweka yale madhara pengine wakayatoa kwenu wakayapeleka kwingine, hawawezi. La yamlikuna kashfa ad-durri 'ankum wala tahwila. Wewe enda kumuomba maiti, kwa mfano yule maiti amekufa na maradhi ya sukari, kwa mfano, afana Allah wa iyyakum, ama amekufa na maradhi ya pressure, ama amekufa maradhi yoyote yale, ampigwa na stroke mpaka akafa, mkamzika wenyewe, mkamuosha, mkamswalia, mkamuombea shafaa kwa Allah amsamehe, na ikiwa mna bid'a mlimfuata huku mkipiga takbira na la ilaha illa Allah na sallu ala nabi na nini, bid'a mkaziongeza nyingi, mkaenda nazo mpaka mkamzika, mkaadhini, mkakimu ndani ya kaburi, kisha mlipomfukia mkamwambia watakuja malaika wawili, usiogope. Wakikuuliza hivi wewe jibu hivi, kumbe mumsaidia mpaka kujibu, sio? Muona hivyo. Alafu huyu kesho mtu aweza kupata mgonjwa wake ameshikwa na maradhi yale yale ya baridi, kwa mfano, afana Allah wa iyyakum, aenda pale eti amuomba amuondolee. Lau kama angelizungumza yule maiti angekwambia, mimi mwenyewe nakufa na baridi, mimi mwenyewe nashindwa kuiondoa baridi nilivyokuwa huko duniani, nitakuondolea wewe? Mimi mwenyewe iloniua sukari, nilikatwa kidole, nikakatwa mguu, nikakatwa mkono, nikafanya mpaka nikafa, inishinda ya sukari, nitakutolea wewe sukari? Ya akhi, afala ta'qilun, aina dhahabat al-uqul? Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akiwazungumzia washirikina sema, qul afa ghayra Allah ta'muruni a'budu ayuha al-jahilun. Yani mwataka mimi muombe asiyekuwa Allah, ni muabudu asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, ayuha al-jahilun. Haya mambo hayataki elimu kubwa ili uelewe. Allah subhanahu wa ta'ala ameyafanya sahali kabisa. Waomba kiumbe kama wewe, innal ladhina tad'una min duni llahi ibadun amthalukum. Maneno yako wazi kabisa, ibadun amthalukum, hao mnaowaomba ni viumbe tu, waja wa Allah kama vile nyinyi waja tu. Ibadun amthalukum fad'uuhum falyastajibu lakum in kuntum sadiqin. Kwa anayeomba sanamu, anayeomba malaika, anayeomba wali, anayeomba mtume katika mitume wa Allah kama manasara wanavyomuomba Isa na wengineo, wote hao waambiwa wamefanya nini? Wamemuomba asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wote wakusanywa na neno moja tu, kuwa wote hawa nani? Ni mushrikini, wamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada tukufu kabisa ambayo ni ibada ya dua. وقال الله سبحانه وتعالى, na hii aya katika sura Fatir, ikiwa mtu atafuta aya ambayo itamrudi na kumnyamazisha yeye mwenyewe, kama ni mtu katika wale wenye kuomba maiti wale, atafuta aya katika aya za Qur'ani ambazo zitamnyorosha, basi isome hii aya. Allah subhanahu wa ta'ala asema, yuliju al-layla fi an-nahari wa yuliju an-nahara fi al-layl, anauingiza usiku katika mchana na mchana katika usiku. wasakhara ash-shamsa wal-qamara kullun yajri li ajalin musamma, na amefanya jua na mwezi kutumikia, akalidhalilisha kwa ajili yenu nyinyi, ili mfaidike nyinyi wanadamu na majini. dhalikumullahu rabbukum lahul mulk, huyo ndiye Allah subhanahu wa ta'ala mola wenu mlezi,
ufalme ni wake yeye peke yake. walladhina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir, na hao mnaowaomba badala yake hawamiliki hata utandu wa kokwa ya tende. Kila tende, ile kokwa ya tende, ile konde ile huwa ina kifuko hivi juu yake, ushakiona? Ukienda kula tende, fungua ile tende utaona kile kifuko, kile kitu kidogo kile. Allah sema hata ile pia hawezi kuumba. ma yamlikuna min qitmir. Kisha akasema in tad'uuhum la yasma'u du'aakum, mkiwaomba hao hawasikii maombi yenu. walau sami'u mastajabu lakum, na hata wakisikia hawakujibuni. Sasa hapa ndio watu waanza kuminyana, maiti asikia, maiti asikia, 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 nufrid jadalan, yule maiti asikia kila kitu. Kienda tia naye story aswa pale. Sasa wajua bana, wajua mwanawe ameoa, basi ampata mtoto mmoja hivi, nenda kapigie story wewe paka uchoke, yua kusikia aswa. Tunkubali kusikia. walau sami'u mastajabu lakum, hata wangelikuwa wasikia, mfano hawangeliwaitikia chochote mnachokisema. Kisha Allah akasema wa yawma alqiyamati yakfuruna bishirkikum, lakini jueni kitu kimoja, na siku ya kiyama watakanusha ushirikina wenu. Kwa hiyo hapa Allah akaita kule kuwaomba hawa wasiokuwa Allah nani? Mwenye kufanya hivyo mfanya nini? Shirk. yakfuruna bishirkikum wala yunabbi'uka mithlu khabir, na hapana atakayekupa habari vilivyo kama yeye Allah subhanahu wa ta'ala, mwenye habari, mjuzi wa kila kitu. Chukua haya yatakusaidia. Subhanallah. Hapo hapo Allah baada ya aya ya ayuha nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wataka bwana elekea kwake, atakupa bwana. yadullahi mal'a, mikono ya Allah imejaa. Jana tumetaja hapa kipi ambacho wewe utakiomba kitamshinda Allah subhanahu wa ta'ala, mpaka uende ukapitie kwa fulani kwa fulani, wajua sisi ni waovu nini. Soma kitabu Kashfu Shubuhat cha Imam al-Mujaddid rahimahullah, na kitabu najua tumeanza kukisoma, watapiga kelele makhurafiki ngoja. Kitabu kimewashambua kweli na shubuhati zao ambazo hazina msingi wowote. Ni mpaka mtu akibaki kule kwenye ukhurafi na bid'a na ushirikina, amechagua mwenyewe, lakini biidhnillah ta'ala awe hana hujja mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kuwa hujja imekusimamia. Sasa wewe sema yule anayezungumza jeuri sijui nini, utakwenda kujibuko mbele. Kama alikuwa jeuri, ilikuwa nini, ulikuwa wajua ni haki ama si haki, basi muhimu hiyo, wajua ni haki ama si haki. Wewe jeuri zake yule anayezungumza mwashie mwenyewe, shauri yake na jeuri zake. Lakini wewe ile haki unapoisikia, ni wajibu juu yako kufanya nini? Uifuate. Ni wajibu juu yako ifuate ile haki, hata ikaje kutoka kwa nani, maadamu ni haki ifuate. Na ukisoma Qur'an utakuta imeweka mambo wazi kwa namna hii, wakadhalika nufassilu alayat walitastabina sabilul mujrimin, njia za watu waovu zajulikana wazi kabisa katika kitabu cha Allah. Faddu'a huwa al-ibada, dua ndio ibada yenyewe. Wal ibadatu haqqun lillah, na ibada ni haki ya Allah peke yake. Fala yajuzu sarfu shay'in minha lighayrihi, kwa haifai kupeleka chochote katika ibada kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na ibada ni nyingi sana kuliko vile watu wanavyodhania kwa ibada ni swala na zaka na saumu na haji. La, nyingi. Kuna ibada ya hofu, kuna ibada ya raja, kuna ibada ya istighatha, isti'ana,
na nyinginezo, al-inaba nyingi sana. Ukisoma kitabu al-usul thalatha utapata faida kubwa ndani. Pale kuna sehemu ameeleza vizuri Imam Mujaddid rahimahullah ta'ala. Kwa hizi ni aina, mfano wa aina za ibada ambazo Muislamu atakana aelewe hilo, ili asipeleke sehemu yoyote ya ibada kwa asiyekuwa Allah. faman daa ghayra Allah kana min alkafirin almushrikin, yoyote mwenye kumuomba asiyekuwa Allah basi huyo atakuwa miongoni mwa waliomkufuru Allah na kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Hapa ametaja aya suratul mu'minun. Kuna aya nyingine katika suratul ra'd Allah sema lahu da'watul haqq, yeye peke yake ndiye anayeomba kwa haki. walladhina yad'una min dunihi, wale wanaoomba basi na Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akapiga mfano wa ajabu sana, akapiga mfano wa yule anayemuomba asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, kabasiti kaffaihi ila alma'i, ni kama mtu asikia ahisi kiu yeye, lakini anyosha mikono yake, maji yako mbali kule, yeye anyosha mikono hivi, kabasiti kaffaihi ila alma' liyablugha fahu, anachokitaka ni yale maji yaje yenyewe yafike kwenye mkono yake, yaingie kwenye mkono ambao umenyoshwa, haujakunjwa, umenyoshwa. liyablugha fahu wama huwa bibalighi, haiwezekani kivyo vyote yale maji kufika kwenye mdomo wake. Kisha akasema wama du'aul kafirina illa fi dhalal, akawaita wanaoomba sio kwa Allah kwa nani? Kufar. wama du'aul kafirina illa fi dhalal. na hapa kataja kama qala Allah subhanahu wa ta'ala waman yad'u ma'a Allah ilahan akhar la burhana lahu bih fa innama hisabuhu 'inda rabbih, na mwenye kumuomba asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala Mungu mwingine ambaye hana hujja, na hii ni sifa kashifa. Kila anayeomba pasi na Allah, hakuna yoyote aliyena hujja yoyote kabisa. Huna hujja yoyote kusema kuwa mimi bwana ninayo aya inayosema tumuombe asiyekuwa Allah, ama ninayo hadithi Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema fulani katika masahaba, wewe ataka jambo lako nenda kwenye kaburi la fulani. Wallahi huwezi kuona kitu kama hicho, hata ukatafuta ukawakengeza. Wacha kuwa vaa miwani, vaa microscope ile uangalie ndani kabisa ile, hata yashiba alghurab, ndio pale mpaka afanye mvi kunguru. Kunguru akifanya mvi ndio utaiona dalili. Ushamwona kunguru akifanya mvi? Basi ndio hivyo hivyo. Unamsema Waarabu wasema hata yashiba alghurab, mpaka kunguru apate mvi. Hupati hiyo dalili, la burhana lahu fa inma hisabuhu 'inda rabbi, sababu yake kwa Mola wake. innahu la yuflihul kafirun, Allah kawaita kuffar wanaoomba sio kwa Allah. fala yud'a illa Allah, haombi isipokuwa Allah. wala yustaghathu illa bihi, wala watu hawataki msaada isipokuwa kutoka kwake Allah subhanahu wa ta'ala wakati wa shida. wala yutlabu almadadu wal'aunu illa minhu, na wala hakutaka msaada isipokuwa kutoka kwake yeye. Watu wa dhikiri za kukohoa wana shirki moja huwa waifanya, usema madad au aswa watu tariqa alqadiriya, tariqa wa masufi, sema madad ya Jailani, madad ya Jailani, wimba madad ya Jailani, waimba hiyo madad ya, utaambia wajua maana yake madad ya Jailani. Wengine hawaelewi wasema nini maana yake, hawasemi madad, wasema majadi, kumbe ni madad, yani dal madad. Madad maana yake amiddana bil'auni ya Jailani, tusaidie, tuna shida ewe Jailani. Jailani uko wapi ndugu yangu? Yuko wapi? Amekufa lini Jailani? Karne ngapi zimepita? Akusikie wewe, akusaidie. Madad ya Jailani, huko aomba Jailani, madad.
na huku mashia sawan madad ya Hussein. Tuona hata magari yao mkipishana sengine hapa mabarabarani wanaandika nyuma madad ya Hussein, na ndio Al-Jufri alikuwa kiimba na wao wamekaa pamoja hivi, madad 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 ya Hussein, madad madad ya Hussein, madad ya Hussein, yani amiddana bil'aun ya Hussein, tuna shida sisi, tuokoe katika hii shida, tusaidie ewe Hussein. Jamaa, hii ndio shirki yenyewe. Sasa shirkun akbar, ambao ni sababu iliyofanya kina Abu Jahal wapigwe vita na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hii si nyingine, hii ya kupeleka ibada kwa siku Allah. Usidanganywe, ni hii shirki kama hii ndio ilimfanya Abu Lahab akaambiwa tabbat yada abi lahab wa tab, kwa ajili ya shirki hii. Usiende mbali, watafuta nyingi. Hii mmoja yao, kutafuta msaada kwa kuomba asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. وهذه هي حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله. الحقيقة وشهادة لا إله إلا الله نكوى أسيومبwe yoyote asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, asipelekewe ibada yoyote isipokuwa Allah. فحقيقة كلمة التوحيد إخلاص الدين كله لله. وحقيقة وكلمة لا إله إلا الله نكمتكسيا الله عمل zako zote, dini yako yote. كما قال الله سبحانه وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. قل وأنبيه إن صلاتي حقيقة صلاة zangu ونسكي نvichinjo vyangu ومحياي ومماتي na uhai wangu na kufa kwangu lillahi rabbil alamin, vyote ni kwa ajili ya nani? Allah, mola mlezi wa walimwengu wote, la sharika lahu, hana mshirika na yeye katika hayo. Nenda kamuulize shekhe yote wa tariqa kikhurafia, kamuulize ikiwa mtu ampandisha jini, yule jini akasema uchinje, yafaa mimi kumchinjia? Alafu msikize jawabu lake, atakwambia nini? Hiyo taulize na ulize, nenda nikuulize. Na mmoja ajibu asema ukitaka mchinjie, ukitaka usimchinjie. Ukitaka mchinjie, ukitaka fanya shirki, usipotaka usifanye shirki. Haina neno. Hao jamaa hawako serious kabisa katika dini yao, ni watu wana machezo kweli kweli. Chungeni, wajua kucheza cheza sana huko mpaka kumfanya mtu awe na machezo katika dini yake. Ukitaka usifanye, ukitaka fanye, ukitaka usifanye. La. Ukichinjia yule jini, wewe ni mushrik, si muislamu. Ushatoka katika Uislamu, kwa sababu kuchinja ni ibada, hapelekewi isipokuwa nani? Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أي من هذه الأمة. هاي ndo nimeamrishwa na mimi ni wa kwanza kujisalimisha katika huu umma. وقد صدر المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب بهذا الحديث تنبيها على مكانة الدعاء وعظيم شأنه. na المصنف رحمه الله ameanza mlango huu kwa hii hadithi ili kututanabahisha cheo kikubwa cha dua na jambo lake kuwa ni adhimu, ni kubwa mno. ثم شرع رحمه الله تعالى في ذكر تفاصيل تتعلق بالدعاء. kisha mbele akaanza kueleza tafasili zinazofungamana dua, kapambanua zaidi. فذكر ما يقال عند النوم, akataja yale ambayo muislamu afaa aseme wakati wa kulala. وما يقال عند دخول الخلاء, anapoingia chooni sema nini. وما يقال من أذكار ودعوات في الصلوات, na yale ambayo mtu atakana aseme katika adhkar na dua katika swala. وغير ذلك مما يأتي ذكر فضائله فيما ساقه رحمه الله من أحاديث عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه, na nyinginezo katika yale atakayokuja huko mbele katika fadhaila atakazozitaja katika hadithi za Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبارك الله فيكم.